إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. يا أحبة، بعدكم حمد الله جل وعلا na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumcha Allah ndiyo sababu ya Muislamu kufaulu katika maisha yake ya duniani, lakini pia ndiyo sababu ya kufaulu katika maisha yake ya akhera. Muislamu anatakiwa ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo. Pale anapofahamu Muislamu ya kwamba jambo hili ni miongoni mwa mambo ambayo yameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kulifanya jambo hilo, lakini vile vile akafahamu jambo hili ni miongoni mwa makatazo yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa amekaa mbali na jambo hilo, anatengeneza sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika iman, tukiwa katika mwezi miongoni mwa miezi mitukufu, mwezi wa Dhulqaada, ambao ni mwezi wa 11 katika miezi ya Kiislamu. Kufikia hapa vile vile Muislamu anatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi ambacho mahujaji wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Masiku yanakimbia, masiku yanaenda, na ndivyo umri wa mwanadamu unavyoisha, ndivyo umri wa mwanadamu unavyoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, Muislamu anatakiwa afahamu kwamba yuko katika mwezi wa 11, ambao mwezi wa 11 ni mwezi wa Dhulqaada, na mwezi huu ni miongoni mwa miezi minne ambayo ni mitukufu.
Tukiwa katika mwezi huu wa Dhulqaada, khutba yetu itakuwa na kichwa cha habari kinachosema min asbabi adhabi alqabri, miongoni mwa sababu ambazo zitampelekea Muislamu kupata adhabu za kaburi. Muislamu anatakiwa afahamu ni mambo gani ambayo ukiyafanya itakuwa ni sababu ya wewe kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kaburi lako, ili uweze kujiepusha na mambo hayo. Na kama Muislamu alikuwa hayafahamu, basi tutataja baadhi ili Muislamu aanze kuchukua tahadhari, hasa katika mwezi huu wa Dhulqaada ambao ni mwezi mtukufu miongoni mwa miezi mitukufu. Ahibatu fillah, min aqidati ahli sunnati wal jamaa al-imanu bi'adhabi al-qabri wa na'imihi. Miongoni mwa aqida ya ahlu sunna wal jamaa, miongoni mwa imani ya ahlu sunnati wal jamaa ni Muislamu kuamini ya kwamba kaburini kuna neema na kaburini vile vile kuna adhabu. Inategemeana na wewe umejiandaje katika kujiepusha na adhabu ya kaburini. Kwa Muislamu anatakiwa afahamu ya kwamba kaburini kuna adhabu, lakini vile vile kaburini kuna neema, kaburini kuna mazuri, kuna neema ambazo Muislamu ataneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na yale mazuri aliyoyafanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, alqabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin nari. Kaburi imma yawezekana likawa ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi kutokana na namna utakavyojiandaa wewe Muislamu, na imma kaburi yawezekana likawa ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto. Kwa hiyo hadithi hii inatufahamisha ya kwamba kaburini kuna neema kama Muislamu atakuwa amejipanga vizuri, amejiandaa vizuri, ameyafanya yaliyokuwa mazuri. Katika kaburi lake atapata neema, katika kaburi lake atastarehe, atafurahia neema ambazo atapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile Muislamu kama atakuwa hajafanya maandalizi, hajamridhisha Mola wake, hajafanya yaliyokuwa mazuri, kaburi litakuwa ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi Waislamu tujiepushe na moto. Kila mmoja atafute sababu itakayomwepusha na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao mmeamini, ziokweni nafsi zenu na nafsi za watu wenu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu katika ulimwengu huu unatakiwa upambane kuhakikisha kwamba unajiepusha na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, unajiepusha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yaliyokuwa mazuri. Lakini vile vile waepushe watu wako wa karibu, wakiwemo watoto wako, wakiwemo wote wanaoishi katika nyumba yako. Hao wanaitwa ni watu wako, waokoe na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwapa maelekezo ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuamrisha wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika iman, Muislamu anatakiwa atafute na afanye sababu za kuokolewa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia miongoni mwa hadithi ambazo zinatufahamisha uwepo wa adhabu ya kaburi ni hadithi ya Anas radhiyallahu anhu.
Anas anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, laula an la tadafanu, lau nisingechelea kwamba hamtazikana, la da'awtu Allah, ningemuomba Allah subhanahu wa ta'ala, an yusmi'akum min adhabi alqabri, awasikilizisheni adhabu wanazoadhibiwa watu wa makaburini, namna watu wanavyopiga makelele kutokana na adhabu ambayo wanaipata katika makaburi yao. Watu wanapiga makelele vibaya sana. Lau nisingechelea kwamba hamtazikana, ningemwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili muweze kusikia namna watu wanavyopiga kelele kutokana na adhabu ambazo wanaadhibiwa katika makaburi yao. Hadithi hii inatufahamisha uwepo wa adhabu ya kaburini kwa yule ambaye atakuwa amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia miongoni mwa hadithi ambazo zinatuelekeza Muislamu uweze kuamini kuna kitu kinaitwa adhabul qabri, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama iliyopokelewa na Abu Huraira. Abu Huraira anasema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, yad'u wa yaqulu, alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala akisema, Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri, ewe Allah, hakika mimi ninakuomba unikinge na adhabu ya kaburini. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumkinga na adhabu ya kaburini, onyesha ya kwamba kuna adhabu ambayo inaitwa adhabu ya kaburini. Kwa Muislamu anatakiwa afahamu hivyo. Baada ya kufahamu hivyo, tutataja sababu au makosa ambayo ukiyafanya itakuwa ni sababu ya wewe kwenda kupata adhabu ya kaburini. As-sababu al-awwal, sababu ya kwanza, adamul istibra'i min al-bawl, ni Muislamu kuto kujikinga na cheche za mkojo na cheche za haja ndogo. Anapokwenda haja ndogo huwa hajikingi na zile cheche zake. Lakini vile vile sababu ya pili inayosababisha Muislamu kwenda kupata adhabu ya kaburini, annamima, ni umbea, uchonganishi, kuchukua maneno kwa mtu huyu na ukampelekea mtu mwingine, biniyatil ifsadi, kwa nia ya kuharibu alaka yao, kwa nia ya kuharibu yale mahusiano yao. Kuna watu ambao ndio kazi yao, anachukua maneno kwa huyu anampelekea mwingine, umesikia bwana fulani, nimemsikia akikusema, amesema hivi na hivi na hivi. Anachukua tena maneno kwa huyo aliyempelekea maneno, anampelekea mtu mwingine. Lengo lake ni kuwaharibia mahusiano yao, wasiweze kuelewana. Kwa hiyo mambo haya mawili, kuto kujikinga na cheche za mkojo na kuwa na tabia ya uchonganishi ya kuchukua maneno kwa huyu na kumpelekea mtu mwingine, mambo hayo mawili ni sababu ya kupata adhabu ya kaburini. Katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas anasema, anna nabiya sallallahu alayhi wasallama marra biqabrain, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallama alipita kwenye na makaburi mawili. Faqala, Mtume alipopita katika makaburi hayo akasema, innahuma la yu'adhabani, hakika watu wa makaburi haya mawili wanaadhibiwa, wanapata adhabu ya kaburi. Wama yu'adhabani fi kabirin, na hawaadhibiwi kwa sababu wamefanya jambo kubwa sana. Mambo walioyafanya ni mambo ya kawaida sana ambayo Muislamu anaweza akajiepusha nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, amma ahaduhuma,
ama mmoja wao kati ya watu hawa wawili ambao wanapata adhabu ya kaburi, hakika mmoja wao kana la yastatiru min albauli, alikuwa hajiepushi na zile cheche za haja ndogo. Anapokwenda haja ndogo, yeye hajali, zile cheche zinamrukia, zile cheche zinampata, yeye hajali. Hiyo ikawa ni sababu ya yeye kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia jambo hili ni jambo dogo sana ambalo kila Muislamu anaweza akajiepusha nalo. Wa amma al-akharu, ama mwingine, fakana yamshi bin namima, alikuwa anatembea kwa umbea, alikuwa anatembea kwa kuhamisha maneno kwa lengo la kuwagombanisha watu. Kwa hiyo haya mambo mawili Muislamu unatakiwa kujiepusha nayo, Muislamu unatakiwa kujikinga nayo ili uweze kujikinga na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu ambayo inaitwa ni adhabu ya kaburini. Swala la kujikinga na haja ndogo ni swala ambalo linawezekana. Muislamu anakuwa na tahadhari, anapomaliza haja ndogo basi anajisafisha vizuri, anajitoharisha vizuri, anaosha vizuri sehemu ilikotoka hiyo haja ndogo. Lakini wakati anakwenda haja ndogo pia anakuwa yuko makini, zile cheche hazimrukii katika miguu yake au katika nguo zake. Lakini vile vile swala la kujiepusha na umbea, kuhamisha maneno. Leo ni watu wangapi wamegombana kwa ajili ya wambea? Leo ni wanandoa wangapi wameachana kwa sababu ya wambea? Leo ni Waislamu wangapi hawasalimiani kwa sababu ya watu hawa? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yadkhulul jannata namamun, mbea hatoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huyu ataanza kuipata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa yuko katika kaburi lake. Sababu thani, sababu ya pili ya mtu kuadhibiwa katika kaburi lake, sababu ya pili ya kuadhibiwa katika kaburi ni hajrul Qur'anil Karim, ni Muislamu kuihama Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa qala ar-rasulu ya rabbi, na amesema mtume, e Mola wangu, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, hakika watu wangu wameifanya Qur'ani hii ni hamo, wameihama Qur'an, hawana muda wa kujifunza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawana muda wa kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama wa tafsiri wakiifasiri aya hii wanasema, man lam yaqra al-Qur'ana faqad hajarahu, mtu ambaye hakuisoma Qur'an, hajui kabisa kuisoma Qur'an, huyo ameihama Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala na anashtaka la kwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kupitia maneno haya, Muislamu, hebu jipime, unafahamu kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Unafahamu kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala au hauifahamu? Kama hauifahamu, jua ya kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao wameihama Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wataanza kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika makaburi yao. Chukua muda, tenga muda kwa ajili ya kujifunza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona umejifunza vitu vingi ulikuwa hauvijui na ukavifahamu? Leo kuna mtu hajui Kiingereza, ataanza kozi ya kujifunza Kiingereza na ataweza kuzungumza lugha hiyo. Kuna watu wanajifunza lugha ya Kifaransa, alikuwa haijui lugha hii, anajifunza Kifaransa mpaka anaanza kuzungumza Kifaransa. Na lugha zingine, kinachokushinda kujifunza Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nini? Kinachokushinda kujifunza Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu gani? Ndugu zangu katika imani,
usiwe ni miongoni mwa wale walioyahama maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuto kujifunza na kuto kuyajua maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni aibu kubwa Muislamu, umezaliwa ndani ya Uislamu lakini haujui kuisoma Qur'an, au umesilimu umeingia katika Uislamu na una miaka zaidi ya 10 lakini haujui kuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa sababu za watu kuadhibiwa katika makaburi yao ni watu kuihama Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watafsiri wa Qur'an wakaendelea kuelezea, waman qaraa al-Qur'an, na mtu atakayeweza kuisoma Qur'an, anaweza kuisoma Qur'ani vizuri, walam yatadabbar bima fihi, lakini akawa hajui maana ya Qur'an na yeye ameridhika na hali hiyo, hajifunzi Qur'an, hajifunzi tafsiri ya Qur'an na ameridhika na hali hiyo, huyu vile vile ameihama Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala na anashtaka la kwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoifahamu Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama ni aya chache, hata kama ni juzuu chache, jitahidi vile vile uweze kujua na tafsiri yake. Walimu wapo, mashekhe wapo, maimamu wapo. Kinachokushinda kutenga muda hata kama ni nusu saa, shekhe, nimekuja leo nataka kufahamu tafsiri ya sura fulani, leo nimekuja nataka kufahamu tafsiri ya aya fulani, ukajifunza tafsiri ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe hautokuwa ni miongoni mwa wale walioihama Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, السبب الثالث, sababu ya tatu miongoni mwa sababu za watu kuadhibiwa katika makaburi yao ni ittiba'ul hawa, ni Muislamu kufuata matamanio yake, ni Muislamu kufuata fikira zake, ni Muislamu kufuata mawazo yake akayaingiza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu, hivyo umemuona yule ambaye ameyafanya matamanio yake na fikira zake na mawazo yake ndiyo Mola wake, anaabudu fikra zake, anaabudu maamuzi ya nafsi yake, hata kama nafsi yake ikaenda kinyume na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anaitii nafsi yake. Wa tarku sunna, na Muislamu kuacha mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani yeye akawa anafuata matamanio yake na mawazo yake na fikira zake, akaacha muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile akaacha muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anadharau maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, anapoambiwa anasema hii ni sunna tu, kwamba haina maana na yeye, haina umuhimu na yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, la yu'minu ahadukum, hatoamini mmoja wenu, hatta yakunu hawahu, mpaka yawe matamanio yake, mpaka ziwe fikira zake, mpaka yawe mawazo yake, tabaan lima ji'tu bihi, ni yenye kufuata yale niliyokuja nayo mimi. Kwa hiyo imani yako haitokamilika mpaka ufuate maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, mpaka ufuate hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama na mafunzo ya Mtume kwa ujumla. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu ummati yadkhuluna aljanna, ummati wangu wote wataingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule atakayekataa. Yule atakayekataa kuingia peponi hatokamatwa kwa nguvu aingizwe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akiikataa pepo, basi ameamua mwenyewe kuingia motoni. Masahaba namna wanavyofahamu thamani ya pepo, wakashangaa sana
wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama, waman ya'ba ya Rasulullah, ni nani huyo atakayekataa kuingia peponi ewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man ata'ani, yule atakayenitii mimi, akafuata maelekezo yangu, akafuata mafunzo yangu, dakhala aljanna, huyo ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani, na yule atakayeniasi mimi, akaenda kinyume na mafunzo yangu, akaenda kinyume na maelekezo yangu, akaenda kinyume na sunna zangu, faqad aba, huyu atakuwa amekataa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzao katika iman, kukataa maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama na wewe kufuata fikra zako na wewe kuyatii mawazo yako, unajitengenezea sababu ya kwenda kupata adhabu ya kaburi. Utakwenda kuadhibiwa katika kaburi lako. Na ndugu zangu katika iman, mtu anapoanza kuadhibiwa katika kaburi lake, anatakiwa fahamu ya kwamba huko anakoelekea, huko akhera, huko ndiko atakapoipata adhabu kubwa zaidi. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Imamu Ibn al-Qayyim anasema, inna adhaba al-qabri huwa atharu ghadabillah, hakika adhabu ya kaburini ni athari ya hasira za Allah subhanahu wa ta'ala ala al-abdi, kumkasirikia mja fi dunya, katika dunia. Faman askhata Allah, yeyote ambaye atamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala bimukhalafati amrihi, kwa kwenda kinyume na amri zake, kwa kukhalifu amri zake Allah subhanahu wa ta'ala, wattibai hawahu, na kufuata matamanio yake, askhatahu Allahu fi barzakhihi, huyu atakasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kaburi lake. Na unapokasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utaipata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika iman, Muislamu hatakiwi kuingiza fikra zake na mawazo yake katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kufuata maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Tunatakiwa sisi tufuate maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala na tufuate maelekezo na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ndugu zangu katika iman, khutba yetu ya leo inatufahamisha miongoni mwa sababu zitakazosababisha Muislamu kupata adhabu ya kaburini, na tunakumbushana katika maneno haya ili Muislamu uweze kuchukua tahadhari kuto kuyafanya yale ambayo yatakusababishia wewe kuipata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiran, la mwisho katika hutuba yetu ya mwisho ni tarku swala, ni Muislamu kuwa ni mwenye kuacha swala. Miongoni mwa mambo ambayo yatakusababishia kuipata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kaburini na akhera vile vile adhabu yake itakuwa ni kali, ni Muislamu kutokuwa ni mwenye kuswali. Tarku swala, Muislamu kutokuwa ni mwenye kuswali. Hakuna Muislamu asiyefahamu ya kwamba swala tano ni wajibu kwa Muislamu, tena iswaliwe kwa nyakati zake. Sote tunakubaliana hivyo.
madhhabu zote za Kiislamu zinafahamisha hivyo, kwamba ni lazima Muislamu kuwa ni mwenye kuswali swala 5, na tofauti ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni swala. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, ahadi iliyopo kati yetu sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni swala. Tofauti iliyopo kati yetu sisi na wasiokuwa Waislamu ni swala. Muislamu unakuwaje unaacha swala? Muislamu unakuwaje unapuuza swala? Muislamu unakuwaje unasikia adhana unaitwa kwa ajili ya kwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, Muislamu anaendelea na kazi yake wala hana uoga, haswali? Ndugu zangu katika imani, amali ya kwanza itakayoangaliwa na kukaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni swala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamah, amali ya kwanza itakayokaguliwa na kuangaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni swala. Ikiwa swala itakutwa imetimia, qubilat wasairu amalihi, swala hiyo itakubaliwa na bakia ya matendo yake pia yatakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na swala ikikutwa haijatimia au haipo, ruddat wasairu amalihi, swala hiyo atarudishiwa mwenyewe na bakia ya matendo yake yatarudishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hayatakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama wanatuambia tarku salati, kuacha swala, min a'dhamil mubiqati, ni miongoni mwa mambo makubwa yatakayomsababishia mtu kuangamia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min mujibati adhabil qabri, na uachaji wa swala na kuto kuswali ni miongoni mwa mambo yanayowajibisha mtu kuipata adhabu ya kabrini, kwamba utakwenda kuadhibiwa kwa sababu ulikuwa hauswali. Utaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, utaanza kuadhibiwa katika kaburi lako, kisha siku ya kiyama utaingizwa pamoja na wale waovu katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka hata watu wengine watashangaa na watawauliza hawa watu ambao wanaswagwa na kupelekwa katika moto, wanawauliza ma salakakum fi saqar, ni kitu gani kilichowafanya nyinyi mpaka mnaswagwa na mnaingizwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Kosa lenu kubwa lilikuwa ni nini? Wanasema lam nakum minal musallin, sisi bwana hatukuwa ni miongoni mwa wenye kuswali, ndiyo maana leo hii tunaingizwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika iman, chukua tahadhari. Kama unajionea huruma, chukua tahadhari ya kuyafanya haya mambo ambayo ukiyafanya itakuwa ni sababu ya wewe kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iokoe nafsi yako na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wansur al-islam wal muslimin wakhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.